Polisi katika kaunti ya Kirinyaga wanamzuilia mwalimu wa shule ya wasio na uwezo wa kusikia ya Kerugoya baada ya madai kwamba alimnyanyasa kijinsia mwanafunzi mwenye umri wa miaka 8. Mama wa mtoto huyo anasema kuwa aligundua hali hiyo alipomchukua mwanawe nyumbani kwa mapumziko ya katikati ya muhula wiki iliyopita. Alisema bintiye alikuwa akitoa ishara za maumivu makali sehemu zake za siri, na baada ya kumkagua akabaini kuwa amedhulumiwa kingono. Uchunguzi wa hospitali ulionyesha kuwa mtoto huyo amekuwa akinyanyaswa mara kwa mara. Taarifa zinaonyesha kuwa mwalimu huyo tayari anakabiliwa na kesi nyingine inayohusisha madai ya kudhulumu wanafunzi wengine katika shule hiyo. Nilipokuwa namwendea midterm on 25th Wednesday, ndio walikuwa anakuja midterm kumwendea shule. Mtoto alikuwa ajaribu kucommunicate kwangu akiniambia kuna kitu ilikuwa imefanyikia. Though alisign alikuwa na deep pain. Ndivyo alikuwa ananiambia. Nikamuuliza amefanya nini, hakuweza kuongea. So nikampeleka kwa mwalimu mmoja wa Kerugoya School for the Deaf, ndio ajaribu kumwambia chenye alikuwa ananiambia. Mtoto alikataa kuongea. Mwalimu akaniambia kama ilikuwa kitu harmful mtoto angesema. Tulikuwa kwa jia, ndio mtoto alikuwa ananiambia kuna pain huku chini. Kufika nyumbani kitu ya kwanza ilikuwa kuangalia nini ilikuwa imehapenia mtoto, juu alikuwa ana complain sana tulikuwa kwa jia. Kuangalia mtoto ndio nilipata aliko red huku kwa jia yake ya uzazi. Nikamchukua nikampeleka Kibembe Sub County Hospital. Daktari akasema juu mimi nilikuwa nafikiria mtoto ni infection ako nayo. So daktari alisema si infection mtoto alikuwa nayo, lakini alikuwa amerepiwa. Na mtazamaji